Kwa hiyo maombi ya kihaya namna hii kutoka katika roho, sio katika hisia za mwanadamu, kama tulivyoona kwa mfano, yanatoka katika ndio Wakorintho wa kwanza 14:15 nasema, imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwa hiyo Mtume Paulo alikuwa na uwezo wa kuimba, kuomba kwa roho na kuomba kwa roho na kuomba kwa akili. Kwa sasa maombi ya namna hii ya kuugua hayatokani na akili na ufahamu wa binadamu, yanatokana na Roho Mtakatifu mwenyewe, wala sio hisia za binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama tulivyotoa mfano, katika unakuta mtu analia tu, ni kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe anakuwa anaomba juu ya huyo mtu. Sasa tunaweza kusoma katika Yeremia 9 mstari wa kwanza. Tusome ile 9 mstari wa kwanza. Tuone machozi ya kidogo kwenda kwa tofauti na machozi mengine ambayo Roho Mtakatifu anakuwa anaachilia akiwa anaomba machozi ya mtu. Yeremia 9 na ule mstari wa kwanza. Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemchemi ya machozi, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao waliouawa na binti ya watu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu tunamruhusu kwa sababu yeye anaona, hana siri. Yes, tuliona sifa za Roho Mtakatifu. Sifa za Mungu zile kwa sababu yeye yuko mahali kote, anajua yote, anaona yote. Lakini pia kingine, maombi ya mzito, maombi ya namna hii yanaleta ukombozi na mabadiliko. Maombi ya namna hii lazima tuyalete mabadiliko kwa sababu yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma katika ile Yakobo sura ya 4 mstari wa 16b inasema, maombi ya mwenye haki yafaa sana kama akiomba kwa bidii. Maombi ya mwenye haki yafaa sana kama akiomba kwa bidii. Kwa hiyo lazima awe na matokeo. Elia alikuwa anaomba mvua inyeshe miaka 3.5 na baadaye akaomba tena mvua inyeshe miaka 3. Kwa hiyo anakuwa na mabadiliko. Lakini maombi ya namna hii yanatuunganisha moyo wa muumini na moyo wa Mungu. Yanatuunganisha moyo wa muumini na moyo wa Mungu. Kwa hiyo unakuta sasa mtu mshirika anaanza kukaa katika hali ya kiungu. Mawazo yake yanabadilika yanakuwa ni mawazo ya Mungu. Hisia zake zinabadilika zinakuwa ni hisia za kiungu. Anatoka katika hali ya kawaida ya binadamu. Anaanza kuwa kule mtiririko ule wa ushirika wa Mungu anachotaka. Kwa unakuta mtu anawaza sasa Mungu anavyotaka wakati huo. Sasa yaani ule mwenendo wake mzima, ushirika wake unajengeka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unaashia tabia mpya, mwenendo mpya, tofauti na ile asili yake ya mwanzo alokuwa nayo. Kwa sasa kwa haya maombi ya muhimu sana. Kwa hiyo unajikuta roho anapohuzunika na wewe unakuta unahuzunika. Roho anaposikia maumivu chini ya taifa, unajikuta na wewe unaanza kusikia maumivu na kuingia kwenye maombi. Roho anasikia maumivu juu ya mtu fulani, anakwambia omba juu ya mtu fulani. Hivyo hivyo hali kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Tuache mfano mwingine, hasa huo ni mfano halisi. Wa mama yangu hapo naye anasikia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ananisikia, napenda kutoa mifano hiyo hai. Bwana Yesu asifiwe kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Anasema siku moja asikia tu sauti imefunguka, nenda kwa mtu fulani. Tena ni upande wa pili wa baba mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Nenda akamwambie atengeneze njia zake. Asipotengeneza wakati wake umefika atakutoka. Bwana Yesu asifiwe. Mama hivyo hapa nadhani hadi chelewa kidogo usikia kwanza akasema sifadili akashangaza.
picha, taswira ya pale kwa yule mtu inakuja, akaonyesha pale pale, na alichelewa kidogo, akakuta yule mtu ameshaondoka katika ulimwengu wa mwili kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajikuta sasa unaanza kuwa sasa unaenda sasa na moyo wa Mungu anapojisikia, na wewe unaenda unatoka katika hali na unaenda katika hali ya mapenzi ya Mungu. Unajikuta wakati mwingine sasa, hata wakati mwingine usiku anakuambia omba kwa ajili ya kitu fulani, si kwa sababu ya unaishi kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, hauishi kwa sababu ya mapenzi yako. Na ule mfumo wako wote unabadilika wa maisha, hauishi tena kama mtu mwingine wa kawaida, unaishi kwa sababu ya mapenzi yako. Utakuta sasa kila atakwambia kufunga, utaka kufunga kafu, anafunga tena kafu. Umetoka kufunga maisha ya maombi, yeye ndio atakuwa kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kinyume na mapenzi yako. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu, maombi ya namna hii ya Mungu yanaunganisha moyo wako